Marekani inadaiwa kwamba imeogopa kupata hasara, lakini pia ilikuwa na mpango wa kutengeneza faida kutokana na vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati. Baada ya kuangushwa kwa takribani dazeni za ndege zisizokuwa na rubani za MQ-9 Reaper kutokana na wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen ambao walilazimu marubani wa ndege za Kimarekani za hali ya juu na za gharama ya hali ya juu na ndege za siri wametukua jasho na kukwepa makombora yao. Ndege za kivita za F-35 zilikaribia kupigwa pia na walinzi wa anga wa Kihouthi mapema msimu wa kuchipua, imeripoti The New York Times mnamo Mei 12 ikinukuu maafisa wa Marekani. New York Times inasema kwamba mmoja kati ya sababu ambazo rais wa Marekani Bwana Donald Trump alizingatia ni kutokana na hali katika eneo la Wahouthi wa Yemen, na ndio maana alikiri hadharani kusema kwamba wapiganaji wa Kihouthi sio watu wa kawaida na ni moja kati ya wapiganaji ambao wana nguvu, lakini pia wanatumia ujasiri na teknolojia ya hali ya juu. Marekani ilipeleka baadhi ya ndege ambazo inadaiwa kwamba hazikuonekana katika rada, lakini Wahouthi walizidungua. Hii ni sababu ambayo ilimfanya Donald Trump kutafakari na majeshi yake kuona namna ya kufanya mazungumzo na wapiganaji hao wa Kihouthi wa Yemen. Eneo la vita lilifafanua, ndege ya siri ilibidi fanye ujanja ili kuepuka kupigwa na makombora ya Wahouthi kutoka ardhini hadi angani, lakini bado haijulikani ni kombora gani au ni makombora mangapi ambayo yamerushwa kulingana na vyanzo. Licha ya kutambulika kama eneo dogo na kundi dogo la wapiganaji, lakini mifumo yao ya ulinzi wa anga ya Wahouthi inatumia vihisi visivyo vya kawaida na ni teknolojia nyingine ya hali ya juu ambayo Wahouthi wanayo. Hii ni kwa mujibu wa gazeti hilo la New York Times. Lakini pia teknolojia yao ya hali ya juu imeweza kusababisha ndege zisizoonekana na zile za F-35 kupata maumivu makubwa. Gazeti hilo la New York Times limewanukuu maafisa wengi wa Marekani ambao wanathibitisha Wahouthi karibu wametaka kuziangusha ndege nyingi za F-35, ndege za hali ya juu zaidi kuwahi kutengenezwa, na walieleza wachambuzi wakisema kwamba sasa inaleta mantiki zaidi kwa nini Israel haikuthubutu kwenda popote karibu na mpaka wa Iran na ndege zao za F-35, na wanadhani kwamba pengine ni Iran ambayo imewapa teknolojia ya hali ya juu wapiganaji hao wa Yemen. Wanadhani kwamba ndege zao nyingi zitaweza kudunguliwa na wataweza kupata hasara, lakini wanachojiuliza ni kwa nini rada za Wahouthi zimeweza kuzigundua ndege hizo za hali ya juu zaidi ambazo ziliwahi kutengenezwa. Mpango wa F-35 uliopigiwa kelele sana unakadiriwa kugharimu zaidi ya dola trilioni 2 katika maisha yake yote. Bado kwa pesa hizo zote F-35 inaendelea kufanya kazi vibaya. Ajali ya hivi punde ilitokea hivi majuzi katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari. Muundo wa ndege za F-35 ulivunjwa katika kiwango cha mahitaji. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa Tesla Elon Musk, alisema kwa uwazi mwaka uliopita Wahouthi wanatumia teknolojia ya hali ya juu na ni wakati ambapo Marekani inapaswa kufanya uchunguzi kulijua kwa umakini kundi hili la Wahouthi, lakini pia kutafuta njia ni namna gani wanaweza kuzidungua ndege hizo ambazo hazionekani kwa urahisi katika rada. Na hii ndio sababu ambayo rais wa Marekani Donald Trump amesema licha ya kuachana na mapambano dhidi ya Wahouthi, lakini wanafanya uchunguzi ni kivipi ndege zao za MQ-9 Reaper zimedunguliwa na hata zile za F-35, wakiamini kwamba kupitia ndege hizo wangeweza kulidhibiti vilivyo kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi. Na ndio maana Bwana Trump akarudia mara kadhaa kwamba kundi hili la Wahouthi ni kundi ambalo linapaswa kufanyiwa uchunguzi wa hali ya juu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.